Shaka kama ulivyosikia awali tayari Sakali ametambulisha wageni wetu ndani ya studio ambao wamefika ndani ya studio. Kuna mengi ya kuzungumzia Sakali. Unajua bado mpaka muda huu ukiangalia kuna utata kuhusu swala nzima la kuweza kugatua Wizara ya Afya. Bado kuna utata mwingi. Kuna watu ambao kwamba wanahisi kwamba kugatuliwa kwa afya, sekta ya afya bado kuna changamoto nyingi sana. Kuna watu wanahisi kabisa kwamba wataalamu hata ukiangalia wadadisi wanahisi kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeshindwa kabisa kuchukua udhibiti wa sekta ya afya ambayo imegatuliwa. Lakini pia unakuta kwamba pia kuna mgongano kidogo kati ya serikali kuu na serikali za kaunti kwamba ni wepi ambapo kwamba tunatarajia kwamba serikali kuu iweze kufanya katika Wizara ya Afya na ni wepi ambapo serikali ya kaunti inafaa kufanya. Labda tukianza nayo bwana Mumia, na vile vile msikilizaji baadaye atapata nafasi ya kuuliza maswali na kuchangia kuhusiana na mazungumzo mazima kuhusiana na hali ya afya katika bila shaka taifa letu, hasa zaidi ya afya ya umma. Tukianza nayo bwana Mumia, wewe ni afisa mkuu mtendaji wa hospitali ambayo ni ya hadhi ya rufaa katika kaunti Vihiga pale, na pale nyuma kumekuwa na mambo mengi tu katika nyingi za hospitali ikiwemo hospitali ile ya Vihiga kuhusiana na msongamano wa wagonjwa kushare vitanda. Kumekuwa na changamoto za dawa. Nadhani mpaka leo hospitali nyingi za umma bado kuna challenge ya dawa na vile vile vifaa mbalimbali vya matibabu. Tupatie taswira kidogo pale katika Vihiga County Referral Hospital, hali iko vipi kwa mukhtasari? Lakini asante sana. Vile mmesema, mimi naitwa Titus Mumia, the CEO of Vihiga Referral Hospital. Vihiga tuko sawa. In fact, mimi nilianza kuwa CEO of Vihiga Referral Hospital last year, mwezi wa 11. Na tangu niingia hapo, najua saa zingine ukiingia place mpya ni kuna baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo, na hizo changamoto unajua lazima zizingatie ili tuhakikisha kwamba tumerekebisha ama tumeboresha ile hali ya afya katika institution yoyote ambapo umepewa jukumu kufanya kazi. Kwa hivyo Vihiga saizi wananchi wanaweza sema, niko na hakika wale ambao watakuwa nanisikia watasema yale ambayo inaendelea pale. Kwanza tumeimarisha services zetu. Unajua nikiingia pale bado haikuwa amefika level 5, na kwa muda wa miezi 5 nikahakikisha tumerekebisha yale ambayo ilikuwa inatakikana. Saizi tukiongea hapa tuko na cheti ile ambayo inatupea na fursa ya kufanya kazi kama level 5, na madaktari tuko nao na tunajaribu, madawa ziko lakini changamoto hazikozi bado. But sana unajua human resource for health inakuanga changamoto kubwa sana, ambayo saa zingine unajua hizi mahospitali si ati hatuna madaktari wazuri, si ati hatuna wafanyikazi wazuri. Yale ambayo iko ni pengine mpangilio na also order, kuleta order katika hospitali na pia kuelewa yale ambayo inafaa ifanyike, ndio posa tukue na hospitali ambayo inaweza saidia wananchi. Kwa hivyo Vihiga tuko sawa. Nitataja baadhi ya zile vitu ambazo nimefanya pale. Labda kabla tujaenda huko bwana Mumia, ukiangalia kumekuwa na shida ya ambayo imekuwa kati ya magavana na madaktari na labda matabibu katika kaunti mbalimbali. Ni juzi tu tulikuwa naangalia katika serikali ya kaunti ya Mombasa, madaktari walikuwa natishia kugoma, wakisema kwamba hawajalipwa. Unasikia swala nzima la kuna watu hawajapandishwa vyeo, wamefikisha viwango vya kupandishwa vyeo, hawajapandishwa vyeo. Na hata ukiangalia katika kaunti ya Kirinyaga kuna wakati Anne Waiguru alifuta wafanyakazi wengi wa afya. Kumekuwa na hii migogoro kati ya matabibu na serikali ya kaunti, madaktari, serikali ya kaunti, manesi, serikali ya kaunti. Hii migogoro wagi inatokana na nini? Wakati nadhani kwamba mkataba uko wazi kwamba kama ni serikali ya kaunti inasimamia madaktari ama wauguzi, kuna mkataba wa kufuatwa. Hii migogoro wagi inatokana na nini? Na iko almost county nyingi tumeziona. Asante. Unajua wale ambao walikaa chini come up na constitution yetu ya 2010, si ati walifanya makosa, lakini unajua sasa implementation sometimes ndio shida. Ukiangalia schedule 4 of the constitution, iko wazi zile services ambazo county zinafaa zifanye na zile za national government. Na unajua ukigatua services lazima ugatue pia resources. So saa zingine ni kutoelewa, kwa sababu saa hii hata tukikaa hapa chini tukiuliza ama tukiwe na kikao ambacho tunataka kujiuliza cost ya kurana hata dispensary
utapata watu watatapatapa tu, hawaelewi. Ukienda hivyo mpaka level 6. So saa zingine unajua watu wanafikiria pesa ile ambayo inaenda kwa counties ama kwa hospitali ni mingi sana, lakini uangalii ya kwamba ni afya yako na mimi ndio tunaangazia hapa. Kwa hivyo hatujakaa chini tukaelewa cost of running a hospital in Kenya. That's the challenge. In fact, hiyo nataka hata siku moja tukae chini kwa sababu watu huwa wanaongea tu. Pengine sisi ambao tumebobea ama tumekaa na experience kwa muda mrefu kwa kuangazia ama kuangalia maslahi ya binadamu ama hospitali zetu vile zinaendeshwa, tunajua kuna kitu inaitwa activity based costing. Yale ambao unaangalia population, unaangalia zile madawa zinatakikana, unaangalia, so hizo vitu ndio zinaletanga shida. Kwa hivyo ukiangalia kuna pillars za health ambazo tunafaa tuangazie. Hatujai hakikisha ya kwamba tunaielewa kama inchi. Hapa tusiwezi kusema ni mtu fulani ama hatujai angalia tuwajue ya kwamba tukiangalia healthcare financing ambayo ni mambo yote. Tunafaa tukue na pesa ngapi kurana hospital. Na ndiposa mimi sasa wakati vile nafanya kazi nikikaa chini na gavana wangu na nitamshukuru sana, anaelewa, na unajua pia tunafaa tupewe nafasi ya kufanya kazi. So kuna kitu tena unaelewa mambo ya human resource for health. Hiyo pia ni another pillar. Hiyo pillar ni ya maana, ndiposa unasikianga kuna mgomo kwa sababu ya shortage ya madaktari, manurses. Kuna mgomo kwa sababu ya lack of promotion. Kuna mgomo kwa sababu ya kutotimiza pengine ahadi ambazo zilikuwa zimetolewa. Lakini wengine wetu ambao tuko technical tunakanga chini na wale ambao ni wakubwa wetu, tunawaelezea, na wale like naweza sema kwetu kwenye niko nafanya kazi, gavana wangu ananipea nafasi ya kumwelezea yale ambayo yanahitajika. Yes, na amenipea uhuru ya kufanya yale ambayo nafanya. Labda tumshirikishe bwana Wamalu wa Simiyu, Xavier, ambaye nyinyi sasa ndio wale ambao Okumu wanawarejelea, mko kwenye streets pale, mabango kule kuandamana. Haki yetu, haki yetu. So mnaimbaje forever, sijui so solidarity forever, something kama hiyo. Sasa hivi pale mlipo mnaweza mkasema kwamba what is the state of health in our country? I can start by saying that hali ya afya nchini Kenya inaendelea kudhoofika. Kudhoofika. And allow me to say that nitachanganya Kiingereza na Kiswahili. Unaruhusiwa. Mahali penye tuko si mahali pazuri. Kulingana na vile mkurugenzi mkuu ameongea kuhusu hali ya afya, financing and all that is required to run the healthcare, hatujaongelea kama wa Kenya. Ukipata wakati wa siasa, tunaongelea siasa kama wa Kenya. Lakini ukipata wakati wa afya, hatuongelei kama wa Kenya. Hiyo tunaliachia matabibu, madaktari, nurses au waongelee. But I want to bring to your attention that my problem right now ni the budget. Na tumetoka katika makadirio ya bajeti juzi imesomwa, na baadaye mtakuwa mnatuambia kama watu ambao kwamba mko katika idara ya afya kabisa, this is now your area of expertise. Exactly. Mtakuwa mnatuambia kwamba katika makadirio ya bajeti ambayo imesomwa juzi, ile bajeti ambayo imetengewa afya, yes. Are you guys okay with it? Mmeridhika nayo? When we talk, we are not talking just as health workers. Tunaongea kama wa Kenya. Okay. Tunaongea kwa ajili ya Wakenya wenye hawajui. Look at the Abuja Declaration. Kenya. This is now technocrat. Wacha nikae vizuri. Abuja Declaration. Kenya is among the 52 nations that signed the Abuja Declaration. Zenye including South Africa. Zenye ziliahidi ya kwamba 15% of their budget will be going into healthcare. Okay. Unajua ni what percent that has been allocated to our healthcare? Of course, sijapiga hesabu ya percentage, but at least we know a budget of 4 trillion. We've been allocated 177 billion. Ukifanya hesabu, that is approximately 3.8%. Lakini kuna pesa ambazo zinaenda katika county ambazo zimeongezeka baadaye. Na county pia lazima itaweza kutengea idara ya afya katika county. This budget is meant to run healthcare, not just at the national level. Okay.
Hizi ndio pesa baadaye zitawekwa kwa makaunti kwenda kurun healthcare. I would wish to say that there are some counties that are wishing even to leave the talk of the Abuja Declaration or to walk the talk. Like Makueni are doing now around 30% of their budget. Makueni County. And you see, sisi kama wafanyikazi wa afya, wakati tunalia haki yetu, hasa hiyo sio haki yetu. Ni haki ya Wakenya. Wenye hawajajua hii ni haki yao. Mahospitali unapata saa zingine zimenyanyaswa, hakuna wafanyikazi wa afya wa kutosha. Kuna frustrations. Like for example, huenda mkurugenzi hajajua, jana tulipeana notisi ya mgomo tena. Ona anacheka. Bro, umekuja na vitisho. Hebu tulia kwanza. Inaanza tarehe 1 kote nchini. Yes. Okay. Hao ni matabibu Kenya. Sio matabibu peke yake. This Union Caucus, where Peterson Wachira is the chair of the Union Caucus and also serves as my chair of the Kenya Union of Clinical Officers. Yes. We issued a Union Caucus joint strike notice yesterday, and it will be all institutions in the country. We are closing down. Sasa hii so that we be serious. Mgomo grievances sasa ni gani? Kwa sababu wasijui ni CBS ya mwaka gani hadi mwaka gani? Thank you. Number 1, kuna watu wa UHC, wafanyikazi wa UHC. Hawa UHC walikuwa wanatumika kupilot how UHC needs to be done. But your time vile walitumia kupilot, COVID came knocking. Out of nowhere. People who worked in the COVID centers now, they were converted to work in the COVID centers. Wakatusaidia wakati wa COVID. Lakini baadaye hawakupewa permanent and pensionable. Wanaendelea kuishi kwa kandarasi za mara kwa mara. Na ukiangalia katiba yetu, you cannot when you give somebody contracts and renew more than twice, it deems you fit to absorb that person on permanent and pensionable because it shows that you need that person. Big words. Kuna Global Fund. Kuna wafanyakazi wa Global Fund. Yes. Hao ni wale walikuja kutusaidia mambo na TB, malaria na and HIV, combating all those major illnesses. Hao watu walikuwa hata wanaenda more than 5 months without pay. Then right now kuna hii janga lingine linaingia. Lenye saizi tunapiga siasa kuhusu Laikipia. Ebola. Hatujafanya any recruitment ya ku bring resilience in the healthcare workforce to deal with Ebola. Hatuja deal na universal health coverage. Hatuja confirm the Global Fund. Right now it is Ebola. That's why nilianza kuambia kwamba afya inadhoofika. Okay, Wamalo umesema kwamba wakati mnaingia pale barabarani mitaani kuandamana inakuwa ni kuhusu wananchi. Yes. Sasa kuna janga limekuja Ebola. Mngengoja kwamba labda tuweze kudhibiti janga hili ndio muingie streets jamani. Sasa hili janga likiwapata mmegoma. Muone kwamba mnaanika watu hata katika watu wenu ambao mnasema kwamba mnatetea katika hatari zaidi bro. Asante. Unafaa kuelewa ya kwamba the way Kenya, okay, I'm sorry to go back. We always sing of Singapore. Huwa tunaongelea Singapore, si ndio? It's among the Asian tigers. When we look about the Asian tigers, how their economies sprout into their levels, it's because they also invested in professionals, trainings, to bring resilience when we are having issues like pandemics. And it saved the costs. We go back to the WHO recommendations that when you invest, healthcare is an investment, not a cost. When you invest $1 in healthcare, okay, it actually yields up to $35. Bwana Simiyu uzuia hapo. Naona uko na mengi ya kuzungumzia. Yes. Uko na mengi zuia. Na ndio maana uko hapa leo. Bwana Mumia, umasikia huyu ni mmoja kati ya wale ambao tunaita clinical officers, ndio Bwana Simiyu. Bwana Mumia, wewe umesikia anasema kwamba tayari wametoa notice ya mgomo. Yes. Hii notice hii notice kwanza wewe umeipokea?
Let me just confirm that I received it. Okay. Oh, you received it. Yes, I received it. Naona jamaa anatabasamu, amefurahi sana. Ya unajua sisi kama counties Yes. tukipata such notices we look at what is it that is touching counties. Yeah. Okay. Because if there are things zile ambazo tunafaa to handle, then we address them. And I have told you that our governor, and you can confirm that Governor Otichilo is always on top of things and is humble and down to earth and ready to listen to the technical people. Kwa hivyo hiyo notice zile kuna vitu ambazo like a case of which he has mentioned Okay. na sisi I think yale ambayo walikuwa kwa hiyo nini na ni ukweli atasema kulikuwa na zile marupurupu ambazo zilikuwa zipeanwe na sisi tuko na plan, na hata akiongea na wale ambao wanawakilisha huko mashinani Vihiga watakubali ya kwamba tuko na plan. Unajua wakati koti ilitoa ruling ya kwamba wapewe zile marupurupu, then unajua it was in between the budget cycle. Na hii marupurupu inafaa kutolewa na serikali ya county. Inatolewa na serikali kuu, inakuja kwa county alafu tunawapea. Unaelewa? So sisi tume actually budget for that in our this financial year coming, which starts in 1st July. Because unajua haki yao lazima wapewe. Naelewa, kwa sababu mimi kama mkurugenzi mkuu nataka ile workforce ile ambayo iko motivated. Na hayo yote ndio tunaangazia, na ukiangalia hata promotion, sidhani kama kuna clinical officer in Vihiga who is crying about promotion. Watu wanaweza sema hapa peupe. Na bwana Mumia, mtu atakuwa nauliza kwamba lazima hawa watu wa government ndio the national government and the county government to react. Why can't we just follow the rules? Kwamba sheria inasema labda mtu akifanya kwa muda fulani anafaa atoke kutoka kwa internship awe ameajiriwa, ama atoke kwa contract awe permanent and pensionable. Why must these guys go to the street waanze kulia haki yao wakisema ni haki ya wananchi, kumbe ni haki ya mfuko yao? Unajua during my opening speech nakumbuka nikisema sisi kama Kenya hatujaelewa cost of running health. Naelewa hiyo? Yes. Hiyo nitasema kama mtaalamu ya kwamba hatujaelewa cost ya kurun health. Yes. Resources are always scarce. Tunakubali hiyo. Naam. Lakini sasa hata nyumba yako ukiwa na pesa shilingi 10 unaipangia vile unataka kufanya kulingana na priorities. So hapo ndio naomba sasa tunafaa tukae kama wana Kenya wale ambao wanashughulikia mambo ya afya na serikali, tuelewane ya kwamba tunaweza panga hii bajeti yetu aje, kwa sababu kama watu ni wagonjwa nakuambia including you and me, hata ungekuja hapa. True, kweli. Unaweza kuwa tajiri lakini huwezi fika hapa kwa sababu wewe ni mgonjwa. So health must be given priority in terms of budget, alafu tuendelee mbele. Nikikwambia ameongea about the national outlook of the budget ile ambayo imesomwa juzi. Yeah. Mimi kama Vihiga County budget yetu ya kwenda kwa afya ni over 40% of the total budget of the county. That one you can come tuangalie. Unaweza uliza hata waheshimiwa saizi wanaenda kupitisha bajeti, wana discuss hiyo sahi the bunge letu la Vihiga. In fact it's over 40%. Kwa hivyo kama tungeenda hivyo nationally pia in fact tungefika mbali. Na bwana Mumia, as an expert from where you sit, unadhani kwa nini the national government is still struggling? Na Simiyu amezungumzia usema Abuja declaration Yes. It was declared officially 30%. Yes, that is true. 15 Yes. From an expert point of view, unadhani kwa nini the national government bado ina struggle? Na tunajua kabisa kwamba education and health ni nguzo muhimu sana kwa kila taifa. Pengine tupewe nafasi tuweze kuadvise sisi wenye tunachipuka, unaona, kwa uongozi kwa sababu like for example wakati nilipewa nafasi kufanya kazi Vihiga, unajua nilikaa chini na mheshimiwa gavana nikamwambia this is the way to go and he's listening, unaona. So I think we need maybe sometimes advisors ndio watu ambao wapeani ile advice ya ukweli. Ni advisors hawapeani ama advisors hawasikizwi? Kwa sababu katika hili taifa tuko na kasumba fulani ambapo kwamba kiongozi ameajiri washauri wake, lakini anataka washauri wake wamsikize badala ya yeye kuwasikiza washauri. Ni washauri hawatoi ushauri ama ni wa kushauriwa ndio hawasikizi? Sasa hapo siwezi nikasema kwa sababu sijawahi pewa hiyo nafasi.
advice ili ni Ujue kama unasikizwa ama usikizwa. Yeah, hapo siwezi. Lakini yale ambayo naweza sema ni ya Vihiga kwa sababu pale nasikizwa. Na tunafanya vile tumeelewana. Safi. Muda unakimbia kwa kasi. Kwa hivyo labda bwana Wamalwa, labda tuzungumzie SHA. Mojawapo wa vitu ambavyo Rais William Ruto na serikali inazungumzia ikijipiga kifua ni SHA. Na sasa hivi wanasema kwamba Wakenya milioni 30 wamesajiliwa katika mfumo ule wa SHA. Bwana Wamalwa, is SHA working? Thank you. SHA iko katika ile hali ya kusema inafanya, wakati mwingine unasema haifanyi. Ni kwa ajili ya maneno haya. A number of people who are coming from katika zile hawako kwa formal employment. Hawako kwa formal employment na wamejisajili na SHA. Ukipata wanapata huduma vizuri, hapo yenyewe SHA ina. Dakika 5 kabla kufika 3 kamili ndani ya studio Sakali tuko na wageni wetu hapa. Bila shaka tunaye Xavier Wamalwa Simiyu ambaye ni katibu wa muungano wa maafisa wa kliniki katika hospitali ya MTRH Moi Teaching and Referral Hospital, na vile vile tunaye Titus Mumi ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Vihiga ama mkurugenzi bila shaka hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga, na tunazungumzia hali tu katika sekta ya afya nchini. Tumetoka wakati Wamalwa anasema SHA is working inoti, yani kwa hapo ni kama na kwa maana hiyo nadhani kwamba tunawapa wasikilizaji wetu nafasi wapige simu waulize maswali, alafu tukirudi utakuwa unaendelea na maelezo kama is working or not working. Bwana Mumi utatuambia from where you sit, is it working, is it not working? 0719012700 asubuhi ya leo ndani ya bunge la maisha tutakupa nafasi uweze kutuambia kwamba labda wewe katika kaunti yako, je, ni tatizo lipi ama changamoto zipi ambazo unahisi kabisa kwamba idara hii ya afya bado ingali inapitia? Vile maisha leo. Hey, Radio Maisha, hello. Yes, good morning. Good morning to. Unaongea na Edwin kutoka Gikomba. Karibu sana Edwin, maoni yako ni gani? Maoni yangu kwa hiyo SHA. Mimi niko na SHA but haifanyi kazi. Ulienda hospitalini kakosa kufanya kazi ama labda umebaini vipi kwamba SHA haifanyi kazi? Nilienda kwa OC. Kukawaje? Haifanyi kazi. Nenda kwa OC hadi OC na madawa kaniambia nende ni buy nje. Ukaona kwamba uwezani nayo? Hakuna. Okay, sawa. Paul kutoka Bungoma. Yes, yakumu. Habari ya asubuhi kubwa Sakali na wageni hapa. Tuambie. Niko Paul, ni Paul wa Bungoma kutoka Okanya na wakilisha nikiwa Laikipia Mtengera. Karibu sana. Maoni yako ni gani? Swali lako ni gani? Nitakuwa karibu na simu lakini napongeza tu kipindi kwa mbele pamoja. Alright, shukrani sana. Wycliffe, good morning. Hello, good morning Wycliffe Ogumu. Na Dalma Sakali, karibu sana. Swali lako ni gani? Maoni yako ni gani? Ni Wycliffe Ongoma mlio Kakamega kutoka Maola. Sasa mimi swali langu ama maoni yangu. Naam. Hii SHA huku sana kama huku kuna hospitali inaitwa St Mary's Mumias. Imekuwa na changamoto zake sana. Mtu unapoenda pale unataka huduma zako, unakuta unaambiwa kwamba ulipe SHA mwaka mzima ndo aanze kuhudumia mgonjwa wako ama ndo aanze kuhudumia. Naam. Na ugonjwa inakujanga abruptly, sio kitu yenye utasema itakuja February alafu ipate kama uko na pesa. Naam. Sasa ukiona anakuambia ulipe mwaka mzima, anataka kitu kama 7,800. Na wewe kwa mfuko uko na 3,000. Naam. Sasa ndo aanze kuhudumia, lazima uchaze hivi 4,000 ndo aanze kukuhudumia. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo iko huku St Mary's Mumias. Okay. Na tungependa sana gavana ashughulikie maneno. Alright, shukrani sana ndugu yetu, tumekupata. Radio Maisha leo. Hello, Sakali. Yes, vipi? Niko na hukumu hapa, karibu. Unaongea na Jafri kutoka Saboti Machewa. Yes. Hello. Endelea, una swali ama maoni kwa wageni wetu hapa studioni? Natoka Trans Nzoia County bana. Mimi yenye nasema SHA mimi SHA haifanyi. Watu wengi sana wanalalamika SHA haifanyi. Hata mimi mwenyewe nimeregister lakini haifanyi. Umeenda hospitalini kakosa kufanya ama kwa sababu umesikia wengine wakisema? Hapana, niliregister hiyo kitu lakini nimejaribu kutumia haifanyi. Okay.
Sakali, kuna jumbe 2-3. Kuna najaribu kuangalia hapa, naona wengi wanapongeza tu kipindi, japo kuna mmoja ana swali kwako bwana Mumia. Anasema kwamba alikwenda katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga na akaweza kutibiwa, lakini claim ikatumwa mara 2. Na anasema kwamba amekuwa akijaribu kufuatilia swala lile lakini hajasaidiwa mpaka leo. Anaitwa Josephine Luyali. Ni swali lako wewe bwana Mumia. Alright, bila shaka tunapata habari zetu za sasa. Erastus Kiboni yupo ndani ya studio. Tukirudi tunamalizia na wageni wetu ambao tutakuwa najua maswali ambayo yamekuja, lakini bila shaka pia tunaangalia going forward what need to be done or what should be done. Alright. Vipindi bomba, muziki wa kisasa wa Kiafrika na habari za kuaminika. Radio zaidi ya radio. Saa 3:09 zinakatika na Radio Maisha, Radio zaidi ya Radio Maisha asubuhi. Okumu na Sakali, na bila shaka Sakali tuko na wageni wetu ambao tunamalizia. Kuna maswali ambayo yamekuja ambayo bila shaka tutakuwa yajibu. Bila shaka tunaye Xavier Wamalo Simiyu ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa maafisa wa kliniki katika hospitali ya Moi Teaching and Referral Hospital, na vile vile tunaye Titus Mumi, afisa mkuu mtendaji katika hospitali ya kaunti ya rufaa ya Vihiga. Bila shaka ndio wageni wetu hapa studioni, kwa hivyo tufululize moja kwa moja labda kwao kuweza kujibu baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yameulizwa wakati tunamalizia. Bwana Mumia, kuna swali lilikuwa limeulizwa kuhusiana na double claim, ama kuweza kutuma claim mara 2. Kuna yule ambaye anasema kwamba anafuatilia. Sijui unaweza ukalijibu hilo, na wakati unalijibu hilo unaweza ukachangia pia swali lile la SHA, iwapo SHA inafanya kazi. Okay, thank you. Double claim, nafikiria kama huyu jamaa alikuwa na shida ya double claim, na muomba kuja kwa ofisi yangu ili niangazie yale ambayo yalitendeka na nione ile hatua naweza chukua. Unapatikana ofisini? Mimi napatikana ofisini. In fact wale wote ambao wana kujanga na complaint, na mimi ofisi yangu hakuna mambo ya kupanga line ama kuambiwa kuja kesho. Nataka kuona wale wa chini, kwa sababu wale wa juu tunaweza kutana kwingine, lakini wale ambao wamekuja na kulalamika kwa sababu ya vile wanahudumiwa au nawapeanga kipaumbele. Kwa hivyo akikuja, anakuja kwa ofisi ya CEO na anasema nilisema kwa redio ya kwamba akuje muone. Na bwana Mumia, ili swala la double claim, kwa nini nadhani kwamba hii ni moja kati ya mifano kadhaa ambayo ipo na katika serikali nyingi za county unasikia kwamba ili swala lipo. Ni njama ambayo kwamba wahudumu wa afya katika county wanatumia kuibia Mkenya, ama ni nini? Kwa nini kuwe na double claim? Unajua, pengine nikikuwa na specific case naweza kudiscuss that as specific, because it is illegal. It's illegal. It is illegal. And in fact kwa ile kazi yangu nimehaifanya mtu ambaye anafanya kazi na serikali ambayo pengine ali forge documentation na akaachishwa kazi, kwa sababu hatufai tukue kama serikali hatufanyi biashara na tutaki profit. Sisi tunataka zile pesa ambazo tumetumia kutibu wagonjwa ndio ziturudie kulingana na zile charges zenye tunapewa na SHA. Kwa hivyo kama kuna mlalamishi yote atakuja, alafu nitaangalia hiyo maneno na nitataitu. Bwana Mumia, takribani miaka 3 hivi iliyopita kumekuwa na uchunguzi ambao umekuwa ukifanywa pale katika kaunti ya Vihiga kuhusiana basi na malalamishi kuhusiana na huduma duni. Kumekuwa na swala zima la ufisadi miongoni mwa maafisa ambao ni wafanyakazi katika sekta ile ya afya. Na kijumla kumekuwa na changamoto nyingi tu, ikiwemo katika hospitali ya kaunti ya rufaa pale Vihiga. At some point the CT scan, I mean, haikuwa inafanya kazi. Kwa hivyo kumekuwa na uduni tu katika huduma katika hospitali ile, ikiwa ni mfano wa hospitali mbalimbali za umma nchini na changamoto ambazo tuchore taswira kidogo pale. Hali ikoje sasa hivi? Bado kuna hizi changamoto? Is the CT scan by the, is it working? That machine, is it working now? Yes, the CT scan is working and it will work until the day I leave, unless otherwise. Kwa sababu wakati nilifika pale ni ukweli CT scan haikuwa nafanya kazi. Na si ati ito iko nafanya kazi kwa sababu ilikuwa na shida kubwa. Ilikuwa sabotage. Kuna cartels ambao walikuwa pale, na wakati nilikaa na governor nikaangalia yale ambayo ilikuwa inaendelea, nikamwambia hapa kuna cartel, sasa tufanye kazi pamoja, kwa sababu walikuwa wamepea governor kazi ngumu sana, kucheza hapa na pale, ile mchezo ya paka na panya. Kwa vile hiyo CT scan ilikuwa inatumika kupata pesa. Kwa sababu ikiharibika, mtu analeta mtu wake, hakuna kitu ametengeneza, mamilioni zinatoka. Kwa hivyo wakati niliingia pale
nilihakikisha CT scan inafanya kazi bila kulipa pesa yoyote, kwa sababu nilitafuta wale ambao wali manufacture hiyo machine, ndio sasa na deal now direct badala ya middlemen wale ambao wanakaa wakora. Okay. Kwa hivyo CT scan is working, na per month nafanya CT zaidi ya 300 kwa hiyo hospitali zaidi ya 300. Na hiyo inaweza dhibitishwa na report zetu. Wacha nikwambie jambo lingine, sio kufanya tu, report zetu zinatoka within 12 hours. Okay. Emergency cases zinatoka immediately, na zile ambazo sio emergency, in fact every morning at 6 the radiologist ameshatoa report zote, hata kama zilikuwa ngapi kwa siku anatoa zote, kwa sababu those are diagnostic services, zile ambazo zinatumia daktari anatumia ku make decision ya next decision ya chenye anafaa fanyie mgonjwa. Kwa hivyo Bwana Mumia, this thing is doable, it's possible. It is possible. Na why is it kwamba katika kaunti nyingi kuna hii shida ya CT scan? If this thing is doable, inawezekana vile unasema, kwa nini kwa katika serikali nyingi za kaunti kuna shida ya CT scan? Wacha nikuambie one word, interest. Hiyo tu. Kwa hivyo kuna mtu mahali kwa kaunti anajua kabisa kwamba raia wanaumia, lakini kwa sababu ya hizo raon interest wananchi waendelee tu kuumia. In fact nataka kila mtu yule ambaye ako kwa health aniambie yeye interest yake ni gani. Kwa sababu mimi interest yangu ni kusavu wagonjwa. Okay. So kila mtu ambaye amepewa jukumu ajiulize interest yake ni gani. Staff mwenye amewekwa pale kufanya kazi atuambie interest yake ni gani. Kuna time tunatumia scoring. Huyu anajua scoring ni kuibia wagonjwa. Naelewa. So kila mtu, na unajua saa zingine pia unaweza sema hao staff na wanaangalia huko juu nini inaendelea. Kuanzia juu, because unajua like father, like son, like daughter. So we need to sit down as a country and ask ourselves, where did we go wrong? Not talking a lot and then nothing is happening. Okay. Wajua maswali haya tunakuuliza kwa sababu tumesikia stories nyingi sana, and even Vihiga is not an exception. Stories za unakwenda hospitalini, CT scan inafanya, lakini wale wanaoishughulikia wanahakikisha haifanyi, ndio lazimika kwenda ama dawa na mambo mengine ama vifaa mbalimbali, ili lazimika kwenda kutafuta katika hospitali fulani labda hukumu ambayo ni ya kibinafsi, na mwisho wa siku inakuwa kwamba kuna watu ambao wananufaika. Sio ni kweli, sio? Ni ukweli. In fact ndiposa nikasema nilete wale ambao wali manufacture machine, na niko na representative wake pale. Okay. So any CT scan nafanywa lazima ilipiwe, ama ni kama ni SHA lazima tu hakikishe tumeclaim, ili kama machine downtime saa zingine software inaweza enda, it take more than 12 hours kabla irekebishwe, kwa sababu hii ni software. Na uzuri sasa, kama ni shida ya software wanaangalia tu huko China, kwa sababu hizi machines zilikuwa supplied from China. Newsoft is a company in China, was just there last month, just wanting to also to get MRI machine, which is going also to help us in Western Kenya. Okay. Na bwana Mumia, kabla tujarudi kwa Simiyu, hii ya Kenyatta National Hospital, hii machine ya cancer si usaidie tu Kenya basi. Hii machine ya cancer pale Kenyatta National Hospital, hiyo ya radiotherapy hiyo, na unasikia mara nyingi pia haifanyi. Yani uoga ni mara nyingi hiyo radiotherapy machine uoga haifanyi. Na wewe unatuambia kwamba this thing are doable, is possible. Just for the sake of Kenyans. Wakenya wanalipa ushuru gharama mkubwa kabisa. And now mtu aenda kwa pale kufanya radiotherapy anaambiwa machine haifanyi. Whole country. You know, my brother, Dr. Richard Lesiampi is a great friend of mine. Naam. Tunajuana sana, the CEO Kenyatta. Rafiki yangu sana. So siwezi nikajua shida iko wapi Kenyatta, lakini what I know, last week on Friday nilikuwa na CEO Nopea, bwana Wabuyabu. Na tuliongea, unajua serikali pia iko na ile mikakati ya actually kuleta I think around 5 radiotherapy machines. Which we were discussing, and I think I'm going to have a discussion with him. Now that I'm in Nairobi, I will look for him if he's a... Kindly look for him. So that we can... Unajua tunaweza kuwa tumetoka mashinani lakini tuko na ideas. Yes. Ya kuendesha hii nchi. Ideas sio... Kwa sababu kuna watu hata umri yetu iko juu yao, lakini wamepewa vyeo huku juu. So inamaanisha, na shule tumeenda, si ati hatujaenda. Na stakabadhi zipo. Okay. Bwana Omalo, najua tunaelekea kumaliza. Kuna hili ambalo watu wengi wanauliza, was it even wise to devolve health, by the way?
Ilikuwa ni wazo zuri kuweza kuamua kwamba sekta ya afya inakwenda katika kaunti, kwa sababu sasa kile ambacho tumebuni, hata huu mgomo utaona jinsi ambavyo kila kaunti sasa inaketi na maafisa wake wanasort. Wengine wanabaki nyuma, wengine watatatua, wengine watachoka wenyewe baada ya kugoma na waamua kurejea. Kwa hivyo inakuwa kwamba kuna disparity hata katika unasikia anazungumzia kule Vihiga, hata wewe naona baadhi unashangaa, you mean these things are working in some counties? Unadhani kwamba wazo la kuweza kugatua sekta ya afya, kwa maoni yako? Actually naweza sema it was a good idea. Sisi baadhi ya watu kushindwa kufanya kazi haimaanishi ilikuwa wazo baya. Yeah, inamaanisha kwa sababu unaona like Vihiga they are doing it. It means it was a good idea. So the only thing is that we really need to curb wale watu wenye wameshindwa kufanya kazi. First of all, hata kabla niende mbali sana ni ruhusu niongelee about double claims zenye huyo mtu alikuwa amepiga simu. It baffles me when we talk about some dubious interests from the public health facilities. I cannot say that I victimize that health professional, be it a doctor, be it a clinical officer, that was trying to look for a way of stealing money, SHA, while working in the government hospital. Because when we are reimbursing the money is reimbursed to the hospital account, not a personal account. So those are technical hitches that might have happened, but I don't see any ill intent from that picture. Okay. Yes. Let us work to protect the public health institutions. The way they are investing in Vihiga, let other counties invest the same way. Now, there was a question about the working and the unworking of SHA. I've given an example of when claims are rejected. The worst that can happen is a public institution like MTRH or county facilities a claim being rejected. That means so much. It is taking a step backwards. The financing is minimal. Whatever we are claiming for the service offered is again denied. That is strangling the healthcare. Way forward. Am I allowed to go that way? Yes. This is where we are. Umeamua kufunga kabisa. Very good. This is where we are. Okay. Yes. We had done a very good job in NHIF. Like I was in the credit control committee, despite being a clinical officer. Dr. Rwasa took me to claim credit control committee. We were waiving claims. Patients hawana uwezo ya kulipa, hawana NHIF, we were waiving them because huwezi mkatalia siku zote. Lakini right now, SHA, the way it came, everybody should be empowered. What do we mean by 31 million Kenyans? We need 100% enrollment. Rais anasema kwamba 31 million Kenyans wamejisajili katika SHA. That one is a very small number. The best thing that can happen is that we should pull out the politics in healthcare matters. Be it opposition, be it government officials. They should rally all the population to enroll on SHA. That is rule number one. Everybody should be on SHA with no exceptions. Secondly, but Kenya wako very skeptical about SHA, bro, because they are politicizing it. The reason is that they are electing noisemakers and not people who have the gist of taking this country to the right direction. Okay. If we have actually the interest of our health at heart, we will elect the right leaders. Okay. Not noisemakers. Okay. Yes. How majority of them are noisemakers, eh? And comedians. Inchi kuna mambo sana. And comedians. Okay. You will find a comedian getting a good platform to be elected than a person who has the interest of solving the issues at heart. Now, since we are there, we need to make sure that everybody's on board. Secondly, let us just work on health financing. Right now, SHA is the pool of the sick. We are pulling the funds. It's only the sick pulling their funds. Unakuwa mgonjwa, unaenda enroll SHA, unatibiwa, unapotea. Are you getting it? It's the pool for the sick. That one cannot generate the funds to sustain healthcare. Okay. It needs to be na unajua tumetishia sana mpaka hata serikali ikiona ya kwamba the system of collecting money for the SHA sio mzuri, inaogopa ku retrieve and take another direction. It will be like a decampaigning against that very government. If whatever we spend, we are getting a percentage to save on healthcare, it means that this basket of healthcare will always be remaining full. Okay. You get it? All right. Okay. Now everybody needs to be on SHA.
provided kwamba it's working. And it has to work. Scenarios as to why it's not working. Now it has to work. We have to put all the scenarios out. It has to work. It has to work. Actually, SHA is work on progress. Okay. Yes. Bwana Mumia, tukimaliza amesema way forward, nadhani kwamba ndio parting shot. Vile vile labda kwa sababu ya muda tukupatie labda dakika moja tukimaliza. Okay. Thank you. Mimi ningependa kusema hivi. Kwanza lazima tukue na mjadala ya kujua cost of healthcare in this country. And I'm passionate about that, and we are ready to come up and just discuss the cost of healthcare. Number 2, kuna hii mambo ya facility improvement financing law which was passed by the National Assembly when His Excellency the President came on board. What is there is we need uniformity. You know, when you look at the PFM Act, that is where that law was derived from. Because it gives county also to develop a law. But once national government has developed a law, Yes. it supersedes the county law when they contradict. So mimi ningependa the COG to look at this issue of health facility improvement financing because inasaidia facility kurun continuously. So counties zingine, najua pia niko na kwa hii maneno ya CEOs wa hospitali za serikali za county. Yes. County Kenya mzima. So changamoto ni kuna some governments wale ambao wanaona hii pesa ni kwenda kujenga barabara, kwenda kufanya nini. Yaani kuna governor anatumia pesa ambayo inafaa kuboresha facility za afya kwenda kujenga barabara. Kwenda kujenga barabara si mbaya, lakini utatembea kwa hiyo barabara kama umekufa. Hawezi. So to implement hii, Council of Governors should ensure that facility improvement financing, especially ile national government, imekuwa implemented. It will reduce on unnecessary deaths and lack of drugs. Jambo la pili kutoka kwangu ni kwamba hiyo ni ya tatu. La tatu ni tuangazie zile pillars za health. Okay. Ambayo ninaweza taja tu nikimalizia. First of all ni healthcare financing, and healthcare financing, that's why nimeongea kuhusu facility improvement financing which will solve it. Then human resource for health ndio sasa hao wanalianga wanasema shortage, water promotion. So when we have money, we'll be able to recruit staff, promote and such things. And then there is another thing which is very important. Yeah. Leadership and governance is one of the pillars in health systems. Sasa there is where we come. Umeweka yule mtu ambaye anaweza saidia hiyo hospitali run, ama umechukua supporter wako politically umeweka kwa hospitali. Umechukua maybe rafiki yako. So leadership and governance is very important. Then health products and technologies. Ndizo ndio madawa. Shukran. Asante sana Bwana Titus Mumia ambaye ni afisa mkuu mtendaji ama mkurugenzi wa hospitali ya kaunti ya Rufaa Vihiga. Asante vile vile Xavier Wamali wa Simiyu ambaye ni katibu wa tawi la MTRH la muungano wa maafisa tabibu ama wale maafisa wa kliniki. Asanteni sana. Na Bwana Simiyu msigome bwana. Washatoa ilani hawa. Hiyo bwana msigome bwana. Sasa mkigoma na mnasema mnatetea wananchi. Na mnasema Ebola ndio hii. Kumbe mnajua na mnataka kugoma. Msigome bwana. Budget. At least 15%. They will have the interest of supervising, making sure that it works. Jamaa rafiki panyako. Kuna Ebola counties I think is very important. Okay. Actually counties should prepare for this. I think national government may identify 23 risk counties. Now hizo 23 risk counties we are praying, Vihiga being one of them, that national government should come on board so that we can be supported in our isolation or quarantine facilities because county resources ni chache sana. Kaka Hukumu, tukifunga kuna arafa moja hapa ambayo nitaisoma kwenye WhatsApp pale. Dennis Wanjala anasema SHA is working but not in all facilities. I have undergone through surgery twice. The first one it paid 145,000 shillings while I paid 45k. The second one on 2nd this month it paid all the bill 89,600 shillings, but outpatient is the problem.
problem. Level 2 facilities are not equipped with enough medical supplies. Anasema the surgery was in Coast General Hospital. Nadhani pale Mombasa, bila shaka ni shahidi ambaye anasema kwamba kwa kiasi fulani SHA is working. It's working. Okay, you know, I didn't give you my view about SHA. Okay. SHA actually is working. The only problem is, like somebody alisema, mambo lack of drugs. Kama is working and then we are not getting drugs, unaambiwa waende ununue. Okay. So let us equip our facilities. We using the money we have gotten from SHA. Other hospitals tunajua in Kenya hapa, ambayo hiyo pesa ya SHA tena inachukuliwa inaenda kupeleka kwa political rallies. Yes. Bwana Mumia anajua mengi kweli. Shukrani sana kojo wenu. Nadhani kwamba idara ya afya, sekta ya afya ni sekta muhimu sana. Ni sawa na sekta ya elimu, na ni sekta ambazo kwamba hatuwezi tukacheza nazo. It has to work. We cannot guess whether Bwana Simio anatuambia it's working hii side. It's not, bro, it has to work. It has to work. There's no sides here. Yes. It has to work. Hapa ni either work ama iwork. Ama iwork. Watu wa enroll, pesa iwekwe, SHA ifanye kazi.